Hujambo na nikukaribisha tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Urusi inazidi kushinikiza Marekani kumwachilia huru mara moja rais wa Venezuela Nicolas Maduro pamoja na mkewe. Urusi wakati huu bado ipo na nia ya kuachiliwa kwa Maduro. Wakati huu bado diplomasia inatumika kati ya Urusi pamoja na Marekani, na sasa Urusi inaitaka Washington kumwachilia mara moja rais wa Venezuela Nicolas Maduro na mkewe. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Urusi Dmitry Lubyansky alisema katika mkutano wa ngazi ya juu wa kundi la marafiki wanaotetea mkataba wa Umoja wa Mataifa mjini Geneva. Tunatoa wito kwa Washington kumwachilia mara moja rais wa Venezuela Nicolas Maduro na mkewe. Tunasimama kidete kuheshimu uhuru wa Venezuela na utatuzi wa amani wa tofauti zote, alisema. Alisisitiza kuwa uvamizi wa silaha wa Marekani dhidi ya Venezuela mnamo Januari 3 wakati zaidi ya watu 100 waliuawa na rais halali wa nchi hiyo kutekwa nyara. Hii ni ukiukwaji wa wazi wa sheria za kimataifa, ikiwa ni pamoja na mkataba wa Umoja wa Mataifa. Adhabu zisizokuwa za kisheria katika bahari ya Caribbean zinazotokana na kuzama kwa meli na Wamarekani kwa kisingizio cha kupambana na biashara ya dawa za kulevya vilevile hazikubaliki, Lubyansky alisisitiza. Kulingana na mwanadiplomasia huyo mkuu wa Urusi, hatua za kulazimisha upande mmoja dhidi ya Venezuela ambazo zimekuwa kwa miongo kadhaa zinachukua fomu za kisasa zaidi. Njia ya kuuza mafuta ya Venezuela sasa zinaelekezwa kwa nguvu kuelekea Marekani, jambo ambalo linadhoofisha kwa kiasi kikubwa ustawi wa raia na hali ya kibinadamu na uchumi nchini humo, aliongeza. Mnamo Januari 3, Marekani ilishambulia vituo vya kiraia na vya kijeshi huko Caracas. Trump alithibitisha shambulizi hilo dhidi ya Venezuela. Pia alisema rais wa Venezuela Nicolas Maduro na mkewe wamekamatwa na kutolewa nje ya nchi. Mnamo Januari 5, wanandoa hao walifikishwa mbele ya mahakama ya shirikisho la Marekani katika wilaya ya kusini ya New York ambako wanakabiliwa na mashtaka ya kuhusika na ulanguzi wa dawa za kulevya. Wote wawili wamekana mashtaka hayo. Makamo wa rais Delcy Rodriguez aliapishwa kama rais mnamo Januari 6. Wakati huo Trump alisema kuwa Washington itaendesha Venezuela kwa muda, huku ikisema kwamba itaendesha pia mfumo wa mafuta wa nchi hiyo. Kadhalika, Delcy Rodriguez alisema kwamba moja kati ya mambo ambayo wakati huu anayatazama ni kwamba lazima atakapoachiliwa huru Nicolas Maduro, basi ataendelea kuwa rais wa taifa hilo. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.